Donald Trump anasema kuwa hivi sasa Israeli ni salama kabisa baada ya mashambulizi makubwa ya Marekani kwenye vinu vitatu vya nyuklia vya Iran, Isfahan, Natanz na kinu cha Fordo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Amani iwe nawe popote ulipo. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Yes, si mara nyingi Jumapili huwa tunakuja kuzungumza, lakini inabidi tuje tuzungumze kwa haya mambo yaliyotokea. Nilipokuwa mida ya alfajiri, unajua ile mida ya alfajiri ya kuamka kwa ajili ya mambo mengine. Naona notification zinaingia kwenye simu. Marekani kafanya shambulizi kwenye vinu vya nyuklia vya Irani. Nikaingia na hofu kubwa kuwa hebu tuone sasa matokeo, kwa sababu ni wimbo uliokuwa unaimbwa muda mrefu kuwa Marekani akija tutakuwa tumemaliza hii. Nikawa na shauku kubwa kutaka kufahamu kuwa ujio wa Marekani kutumia ndege za B2 kama tulivyoambiwa kuwa hizi ndege zitaleta madhara makubwa kwenye vinu na ndio suluhu ya kumaliza mpango wa nyuklia wa Irani wote kumaliza. Kwa ile shauku nilikuwa nayo kubwa, haraka nimekimbilia kwenye television kuwasha kwenda kwenye live news. Nilichokutana nacho hata sielewi ni kitu gani. Haraka sioni kuwa kuna kitu kimoja ambacho nimegundua. Maybe kwa udogo wetu au kwa vile labda tulichelewa sana kuona dunia ilipo, tukaanza kulishwa baadhi ya vitu vingi ambavyo tukaaminishwa, na kwa sababu hawa waliokuwa juu yetu walipenda kutukuzwa, tukawaona kama miungu wa binadamu wa ulimwenguni, yani kama miungu watu tukawaona, tukawapa kila sifa ya ukubwa kuwa wao wanaweza kila kitu. Lakini huenda tulikuwa tunazidisha. Huenda tulikuwa tunazidisha sifa. Unakumbuka sifa kuwa Israeli hawezi kupigwa, Israeli sijui alifanya nini, Israeli alifanya nini. Miaka miwili iliyopita tumekuja kugundua vitu vingi tofauti na kile ambacho tulikuwa tunaambiwa. Kwa hiyo kilichotokea naweza nikarudi kwenye mjadala ulikuwa unaenda Fox News kule, wanasema kuwa huyu Trump kaamua kutudanganya. Trump kaamua kutudanganya kwa kumaliza vita kikubwa au kiume, kwa sababu kilichotokea sio sawa na kilichokuwa kinaongewa. Kilichotokea ni sio sawa kilichokuwa kinaongewa. In short, baada ya kile kinaitwa mashambulizi makali ya kumaliza mpango program ya nyuklia yote, Trump aliongea kusifu uwezo wa Marekani kwa kufanya mashambulizi, kuhakikisha kuwa sasa hivi usalama Israeli imekuwa salama, na ilifuatiwa na hotuba ya Netanyahu kumsifu sana Donald Trump, kumshukuru kwa kila kitu, lakini ikafuatiwa na mawaziri mbalimbali wa Israeli kushukuru kwa kila kitu kilichotokea. Lakini ukienda kwenye uhalisia, walichokuwa wanakizungumza hakipo kwenye uhalisia. Kuwa mimi naweza nikaona kuwa mashambulizi makali ya Marekani yaliyofanywa ndani ya Irani yameenda kwenye vyombo vya habari zaidi kuliko sehemu husika. Binafsi, yani naona mashambulizi makali na hadithi kubwa ya kushambulia Irani ipo kwenye media, lakini sioni kuwa ipo kwenye uhalisia, kwa sababu hakuna chochote tunakiona. Fars News au Mehr News Agency ilitoa taarifa muda huo ikasema kuwa kuna madhara kidogo yametokea upande wa entry and exit ya lango la kuingilia kwenye kinu cha Natanz. Lakini mpaka muda huu shirika la atomic duniani linasema hakuna ishara, hakuna dalili kuwa kuna mionzi inamwagika kutoka Irani mpaka muda huu. Sasa wameshambulia nini? Taarifa iliyotolewa na Irani baadaye inasema kuwa tulijua tutashambuliwa, tulijua wataelekea hapa. Kwa hiyo kitu muhimu kabisa kwenye nyuklia ni zile uranium. Anasema tulishazihamisha siku nyingi sana, hazipo. Sasa pale Donald Trump anapotuambia kuwa wameua program, wamerudisha nyuma. Hili niliwahi kuambia kuwa Israeli anaweza kurudisha nyuma program ya nyuklia ya Iran, lakini hawezi kuiua. Niliamini kama wao walivyokuwa wanatuaminisha kuwa Marekani atamaliza huu mchezo, lakini Marekani naye hana tofauti na Israeli kuwa hawezi. Kwa hiyo naweza nikarudi kuamini maneno ya Irani waliosema kuwa ujenzi wa program yetu ya nyuklia, cha kwanza ulikuwa tulimtazama Marekani kwa sababu tulijua huyu ndio atakuwa mpinzani wa hii kitu na huenda angeshambulia. Anasema kwa hiyo hata ramani
Ramani za ujenzi wa nyuklia ya Irani zilianza miaka ya 50s, yani zamani, wakati serikali zilikuwepo zile zinaungwa mkono na magharibi. Walivyokuja hawa IRGC 1979, walivyochukua ile michoro, walibadili location kuwa tuiweke sehemu salama zaidi kuliko hapo awali, kwa sababu wakati huo zilikuwa zinaungwa mkono na Western, popote zingekaa wala zisingeguswa. Lakini sasa zina upinzani, kwa hiyo walibadilisha location, sehemu zitakaa wapi, isipokuwa program ilianza zamani. Kwa hiyo wao wanasema tulijenga nyuklia zetu kwa ajili ya usalama, yani kuwa hazifikiki. Na hili limedhihirika hazifikiki, kwa sababu kama Marekani alikuwa ameenda kumaliza nyuklia ya Iran, tungekuwa tunasikia sasa hivi kuwa IA wangekwenda, NPT wangesema, lakini tungeona madhara ya kuvuja. Na ile ambalo lilikuwa linazungumzwa na watu, hofu kuwa kutakuwa na uvujaji mkubwa na madhara kwa binadamu, hilo lingetokea. Lakini kilichotokea ni Marekani kuamua kikubwa kujiondoa kwenye vita. Yani unaamua kujiondoa kwenye vita kikubwa, kuwa tumemaliza, tumepiga, tumefanya nini, ili ukwepe ile aibu ya kuwa hesabu zenu zimeenda vibaya, turudi tena kujipanga. Hawawezi kusema moja kwa moja wanarudi kujipanga, lakini kiuhalisia wanarudi kujipanga, kwa sababu Irani wanasema still program yetu inaendelea, haijafa, kila kitu kipo. Mmetuathiri kidogo, lakini tunarudi kuendelea na program yetu. Manake kuwa hawajafunga program, na ndio tulitegemea kuwa haya mashambulizi na mashambulizi ya Marekani yatakuja kufunga program ya nyuklia ya Irani. Program iko vile vile, na wenyewe wanasema wala hatujasitisha popote. Sasa kinachotokea ni kuwa labda Irani aamue kupanic kwa hili, lakini ukitazama hata maeneo yenyewe yaliyoshambuliwa, raia wa maeneo hayo, nimekuwa nikiangalia channel moja ya Kifarsi, raia wa maeneo hayo wanaulizwa kuwa mmeshuhudia chochote. Anasema tulisikia nini, milipuko kadhaa, yani milipuko kadhaa tofauti, hata kile cha nyuma tulikuwa tunasikia. Yani ukitazama video za tarehe 14 15 wakati Israeli anashambulia hivyo vinu, kulikuwa kuna mlipuko mkubwa zaidi kuliko hiki ambacho Marekani katuambia ameshambulia. Mlipuko mkubwa. Sasa labda Irani ya panic, aamue kusema kuwa nitake na mimi kulinda hadhi yangu na heshima yangu kwenye jamii, kuonekana sio mnyonge, kwa sababu niliahidi nitashambulia. Nimeona kuwa Wahuthi wameondoa zuio lao la kutoshambuliana na Marekani, na wameanza kuzigusa meli za Marekani zote zinazopita Bab al-Mandeb kama wamefunga. Wa Hezbollah pia wamesema wanarejea kwenye vita, huku Irani ikitangaza rasmi vita. Binafsi sitegemei yani kuona kama kunaweza kuwa na muendelezo mkubwa sana, kwa sababu Marekani aliondoa maafisa wake wengi. Hata hapo Tel Aviv maafisa wote wa ubalozi wa Marekani tayari wamekwisha kuondolewa, na wengi wana diplomasia wa Marekani wamekwisha kuondolewa kwa hofu maybe itazuka vita kubwa zaidi. Na Trump anasema kuwa Irani wakijaribu kujibu kwenye hili atawajibu mara kadhaa, lakini ni kauli ambayo aliitoa wakati alimuua General Qasem Soleimani. Alisema kuwa Irani wakifanya shambulizi lolote Marekani itakuja juu yake, lakini Irani ilifanya mashambulizi kwenye kambi za Marekani. Sasa mara hii ugumu ni kitu kimoja. Marekani imeondoa karibu ndege zote zilizokuwa ambazo zinaweza kufikika. Imeondoa idadi kubwa ya wanajeshi. Israeli imehamisha kiasi kikubwa cha ndege zake ziko Cyprus. Yani wamezidi kusogea mbali kwa kiwango kikubwa. Sasa Irani hata akisema aende kujibu kwenye kambi za Marekani, atapiga majengo na kuathiri labda baadhi ya mali na nini zilizokuwa, lakini hakutokuwa na madhara ya vifo, kwa sababu tayari wote hawapo, wameshaondoka kwenye hayo maeneo. Lakini sioni kama kuna ulazima wa Irani kwenda kureact kwa kiwango hicho, kwa sababu lengo na mpango wake uko vile vile. Sasa tuchukue kauli ya Trump kuwa amemaliza program ya nyuklia ya Iran, tuchukue kauli ya Irani kuwa hatujaathirika lolote na nyuklia zinaendelea. Kitachotupa majibu ni vitendo baada. Yani tutaimuona kama Irani atareact kwa kasi, kwa nguvu, kwa kupiga, kwa kushambulia, tutajua kweli ameguswa, ameathiriwa kiwango kikubwa. Lakini na yeye kama atataka kulinda heshima yake kwa kutaka kushambulia kiasi afu kusubiri tuone tutafanya nini, halafu mazungumzo yanaendelea na vita imekwisha, basi itakuwa ni kweli huu ni mchezo ambao wameamua kutuchezea, kutuonyesha kuwa huwa wakubwa wanatoka kwenye vita kwa akili, kwa staili hii ambayo unaweza kaiona kuwa tumeamua kutoka kwenye vita kwa kutumia akili. Kwangu mimi pekee ndio naoliona hilo. Sasa asubuhi Irani wamefanya mashambulizi kati ya Haifa na Tel Aviv. Maswali mengi yamekwenda ni Haifa, mashambulizi ya kwenda Haifa, kwa sababu makombora yamepiga maeneo na yameathiri sana.
lakini siren sound hazikusikika. Yani ving'ora vile vya tahadhari havikusikika kabisa. Wamepiga tu, ndio jeshi linasema lilikuwa linachunguza kwa nini hivi vimepigwa bila kuving'ora. Lakini Haifa pia tumeona moshi mkubwa, kila kitu kimekwenda kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa sielewi nini kinachokuja kutokea, kwa sababu binafsi nikitazama naona sioni kama vita ni ndefu. Kwangu binafsi nikitazama sioni, kwa sababu Irani hajaathirika kwa kile kiwango ambacho unaweza kusema ukareact, yani ukasema kuwa nitakomesha, kwa sababu mashambulizi ya Israeli na Irani yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko mashambulizi ambayo Marekani imetuaminisha kuwa yameyafanya ndani ya Irani. Na kujiridhisha au kujipa sifa na hongera ambazo kunajipa, yani ni kama vile kunataka kutengenezwa jambo kubwa sana. Unakumbuka mwaka jana mwezi wa 10 Israeli walifanya mashambulizi Isfahan, wakasema wamepiga nuclear ya Iran Isfahan, drone walitumia. Ni kama vile sijui ilikuwa nini niseme, kwa mashambulizi ambayo hata ukitazama ile video unacheka, lakini tunaweza tukaja tukathibitishiwa kama tulivyothibitishiwa wakati huo kuwa hivi sasa tutalazimishwa kuonyeshwa athari kupitia michoro ya satellite ambayo inaweza kuwa na AI kutuonyesha, unaona hapa palipoathirika, unaona hapa. Yani tutalazimishwa sasa, yani kuwa mkubali kuwa tumefanya kitu kwa kulazimishwa, ndio tutacholazimishwa. Lakini in reality hatukioni kwa macho. Yani unajua huwa tunaona mashambulizi ya pande zote mbili, kati ya Israel na Iran tunaona mashambulizi, tunasema yes, hii katandikwa. Tunaona kweli huyu kapiga sehemu fulani, huyu kapiga, tunaona matokeo kwa kuona. Lakini kwa hili ambalo wanaume wameamua kutoka kwenye huu mzozo na kusema kuwa tumemaliza kazi, kila kitu, mambo yamekuwa salama na Israel iko salama, hivi sasa hakuna tishio lolote, naona kwa kweli tutalazimishwa kupitia media kuwa ni kweli ilitokea. Lakini katika hili tumemaliza mzozo huu, ikiwa utakuwa umekwisha, tutakuwa tumemaliza na jibu kamili la kufahamu kati ya Israeli na Irani ni nani mwenye nguvu. Tubaki na majibizano yetu wenyewe ya kuwa huyu ana nguvu kwa hisia, lakini kama utaweka hisia pembeni ukaanza kuiangalia mambo kwa uhalisia, utaona vitu viko tofauti. Nilisoma gazeti moja la Axios, ilikuwa imeripoti asubuhi, inasema kuwa Marekani ilijulisha Irani kabla ya kushambulia asubuhi, ikasema kuwa wao wanaenda kupiga nuclear tu na wala hawana mpango wa kwenda kupindua serikali ya Iran. Wao wanaenda kupiga nuclear. Kwa hiyo hii ni kama ilikuwa inatuma ujumbe kwa washirika wa Irani ambao tayari walikuwa wameshasimamisha masikio kuwa mpango wenu wa kwenda kutaka kubadili ile regime change ya Iran hatutouvumilia, tutaingia kati. Hao wanasema Urusi, Uchina na washirika wengine ambao wanasema kuwa mpango huo sisi tutauingilia kati na hatukubaliani nao. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ujumbe ambao unatumwa kuwa sisi lengo letu ni hili, wala hatutaki kugusa upande wa pili. Sasa kama itakuwa imeishia hapa, ile Rising Lion itakuwa imefika mwisho. Rising Lion itakuwa imefika mwisho, kwa sababu Israel walienda na program ya Rising Lion, simba anaponyanyuka, itakuwa imefika mwisho na haijatimiza malengo yake ile Rising Lion, au vipi? Jamani, binafsi kwangu mimi ninachokiona, Marekani ametumia utu uzima wake, ameamua kumaliza huu mzozo kwa nafasi yake, kwa kutaka kuridhisha pande zote, kwa kuamua kutumia nafasi yake kuwa tunaweza tukamaliza mzozo kwa staili hii. Kwa hiyo sijaona chochote ambacho wamekifanya ndani ya hizi wiki mbili za kuanzisha mashambulizi cha kumaliza program ya nuclear ya Irani, isipokuwa naona kuwa wamerudisha nyuma tu program ya nuclear ya Irani, lakini si kuwa wameua program ya nuclear ya Irani. Kwa hiyo ndio kilichotokea jamani, wala usipanic kuhisi sijui kuna nini kimetokea. Hakuna chochote cha maana kilichotokea. Marekani ametupiga kekundu keusi pamoja na washirika wake, lakini kiuhakika kuwa hauoni athari yoyote ya kilichofanywa na Marekani. Asanteni.